Unakuta kuna mtu mmoja hapo mbele ana mamlaka, anawaagiza wenzake, anasema waje tasonga mbele kwa mwendo wa haraka, mbele tembea. Wanaanza hey. Ila ni watu wazima, wana familia zao wale. Nataka utafakari kidogo, wako hivi wamekaba miguu, halafu wanaambiwa heshima kulia, wanapiga mguu chini, pop, wanakata shingo hivi, halafu wako za hivi kama wana kifafa. Ila wana familia zao, wako za hivi wanaenda. Halafu wanaambiwa macho mbele. Kuna wakati wanaambiwa kunyanyua miguu, wananyanyua miguu. Wako kazini, wana mamlaka. Nataka nikuulize, kwa nini yule anayewaongoza hasemi hivi, sasa tutatembea mbele jamani, na ule mwendo tutakaotumia jamani, si mnakumbuka ni ule mwendo wetu wa haraka jamani, tuanzeni. Kwa nini hasemi hivyo? Hairuhusiwi. Maana sauti anayotumia mtu inaonyesha ana mamlaka au hana. Unanielewa eh? Mganga awe raisi, fyeka. Mganga awe mbunge, fyeka. Mganga awe waziri, fyeka. Mganga akiwa askofu, fyeka. Akiwa padiri, fyeka. Akiwa darwesh au shehe, fyeka. Awe imamu, awe mbunge, awe Gwajima, awe Samia, awe Mwiguru, awe Gwajima. Kama ni mchawi fanya nini? Fyeka. Unajua kama umehudhuria uwanja wa Taifa ukawaona wanajeshi wao kwenye parade, unakuta kuna mtu mmoja hapo mbele ana mamlaka, anawaagiza wenzake, anasema waje tasonga mbele kwa mwendo wa haraka, mbele tembea. Wanaanza hey. Ila ni watu wazima, wana familia zao wale. Nataka utafakari kidogo, wako hivi wamekaba miguu, halafu wanaambiwa heshima kulia, wanapiga mguu chini, pop, wanakata shingo hivi. Wako kazini, wana mamlaka. Nataka nikuulize, kwa nini yule anayewaongoza hasemi hivi, sasa tutatembea mbele jamani, na ule mwendo tutakaotumia jamani, si mnakumbuka ni ule mwendo wetu wa haraka jamani, tuanzeni. Kwa nini hasemi hivyo? Hairuhusiwi. Maana sauti anayotumia mtu inaonyesha ana mamlaka au hana. Unanielewa eh? Eti heshima kulia jamani, sasa toa jamani, tutatembea. Sauti si kubwa tu, jamani tutatembea na mwendo wetu ni ule wa haraka haraka jamani, tuanze sasa. Hapana, mamlaka yanaonyesha sauti unayotumia. Ndio wanasema gwaride litasonga mbele kwa mwendo wa haraka, mbele tembea. Unasikia watu ku heshima kulia, wanapiga gulao chini. Baba na familia yake na watoto na mke wake yuko pale kwenye uwanja, baba anapiga gulake, halafu anavunja shingo, ndio kazini, yuko kazini baba, halafu anaanza kwenda, anaonesha mamlaka ya jeshi, nguvu ya jeshi, mamlaka ya serikali, anakwenda namna hiyo. Na wewe umepewa nini? Mamlaka. Unanielewa sasa? Na wewe umepewa nini? Mamlaka. Juu ya nani? Juu ya pepo, wachawi, magonjwa, vibwengo, majini, laana, mikosi, balaa, kukataliwa, kufukuzwa, wanga wote, nyau wa kichawi, popo wa kichawi, ndege wa kichawi, fisi wote, waganga wote. Mganga awe raisi, fyeka. Mganga awe mbunge, fyeka.
mganga awe waziri, fyeka. Mganga akiwa askofu, fyeka. Akiwa padiri, fyeka. Akiwa darweshi au shehe, fyeka. Awe imamu, awe mbunge, awe Gwajima, awe Samia, awe Mwiguru, awe Gwajima. Kama ni mchawi, fanya nini? Fyeka. Mchawi kama ni Gwajima, fyeka. Mchawi kama ni Samia, fyeka. Mchawi kama ni waziri mkuu, fyeka. Mchawi kama ni baba mzazi, fyeka. Mchawi kama shehe, fyeka. Unayo mamlaka ya kuwafyeka wachawi wa familia yako, na leo ni leo. Leo wanafyekwa. Piga kelele, fyeka. Mchawi kama ni Gwajima, fyeka. Mchawi kama ni baba askofu, fyeka. Mchawi ana cheo chochote, unamwambia kabisa, wewe mchawi umenijia kuniua kwa madunguli na hirisi na uganga na uchawi na nyau wa kichawi na popo wa kichawi na bundi wa kichawi na fisi wa kichawi. Mimi leo ninakujia kwa jina la Bwana majeshi, natumia mamlaka niliyopewa na Yesu na kuteketeza. Ukisema hayo, imeshakuwa tayari. Watu wote simama, sema teketea. Amemuona mchawi, amemuona malaika, binadamu hajaona. Kuna andiko moja kwenye Ayubu huwa linanichekesha sana, linasema hivi: ndipo pepo akapita mbele yangu na nywele za mwili wangu zikasimama. Shaya kulisoma hilo andiko? Yaani anasema pepo akapita mbele yangu na nywele za mwili wangu zikasimama. Nataka nikupe experience. Unatembea, unafika mahali unaona kama nywele za kichwa zimesimama hivi. Wazungu wana kaneno kao, wanasema adrenaline gland, kaneno kao. Kumbe Biblia inatuambia ni dalili kwamba eneo hilo kuna wachawi wanapita, wanawanga. Umesikia tu mwili unasisimka. Wasukuma wanasema unajigilimla, yaani ule mwili unasisimka, nywele kama zimesimama. Unaingia kwenye chumba, unaona kama mbona mwili unasisimka. Wanga wako pale, hauwaoni, lakini neno la Mungu linatuambia kwamba wakiwepo mahali nywele zinasisimka. Sasa wewe ndio unaanza, jamani, nywele zinasisimka. Sisi wenzako hatuanzi hayo. Unaanza kuwagawia dawa yao. Dawa yao ni jina lipitalo majina yote, jina la Yesu. Sikiliza kidogo sasa, nikugusie namna ya kuomba. Wangapi wanataka wajue namna ya kuomba? Safi kabisa, jipigie makofi mwenyewe. Kuna namna za kuomba ambazo tumefundishwa, na mimi pia nimefundishwa, wala sio mbaya. Unaomba kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Unaomba. Unaweza kuomba sala yote. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yunawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mama wa Mungu, tuombee sisi. Unaweza kuomba, si ukatazi kabisa. Unaweza kuomba Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, penzi yako yatimize, utakao lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo chakula chetu. Hamna neno unaweza kuomba, kwa sababu hata mimi nilikuwa naomba na naomba. Unaweza kusoma Surat Fatiha ukasema Bismillahirrahman alhamdulillahi rabbil alamin arrahman rahim maaliki yaumiddin ayakna abudu wa ayakna nasta'in. Unaweza kusoma, kwa sababu hata mimi nilikuwa nasoma na nasoma. Unaweza, ila shida yake iko hivi haujamtaja shetani. Ni sala nzuri, inafaa, ila shetani hujamtaja. Shetani yeye mpaka aambiwe toka ndiye aelewe. Shetani tu Baba yetu uliye mbinguni anaisikia tu kwamba aha, kumbe mna baba mbinguni, nimeelewa. Jina lako litukuzwe. Shetani anasema ndio, I agree, jina lake sio dogo, limetukuzwa sana. Ufalme wako uje, anasema ndio,
hata mimi najua kwenye ile miaka 1000 ya utawala wa mwanakondoo ufalme utakuja duniani. Mapenzi yako yatimizwe. Shetani anasema ndiyo, yatimizwe kwanza watu wapone. Yupo pale. Ukimsomea Surat Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuwapa neema ndogo ndogo na kubwa kubwa. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Wewe ndiyo Bwana wa siku ya hukumu. Anakubali kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye Bwana wa siku ya hukumu. Ukimwambia na sadiki kwa Mungu Baba, anaelewa kweli. Hata mimi mwenyewe shetani ninasadiki. Lazima kwenye kitabu cha Yohana sura ya 14 na mstari wa 13. Nataka nikuongezee kwenye hayo mambo yote unayotumia, nikuongezee dawa nyingine, maana leo ni leo. Nikuongezee dawa nyingine. Yohana sura ya 14 mstari wa 13. Basi mkiniomba mimi neno lolote kwa jina langu nitalitimiza. Mkiniomba neno lolote. Hebu sema mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalitimiza. Yaani anasema muombe jambo lolote, ila kwa jina la nani? La Yesu. Umeelewa? Yesu anasema ombeni jambo lolote kwa jina la nani? La Yesu. Ina maana unaweza kumwambia shetani toka kwa jina la nani? La Yesu. Yohana 14 mstari wa 14. Basi ninyi mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya, ili Baba tukuzwe ndani ya Mwana. Anasisitiza tena. Halafu Mateo 7 mstari wa 7, ombeni nanyi mtapewa. Ile ombeni maana yake ombeni kwa jina la Yesu. Umeelewa sasa? Lolote, hebu sema lolote. Halafu anasema hamnavyo kwa sababu hamuombi. Yaani huna biashara, huna ndoa, huna kazi, huna watoto, huna mtaji, huna muujiza kwa sababu hauombi. Sehemu nyingine anasema hamnavyo kwa sababu mwaomba vibaya. Kuomba vibaya maana yake ni kuomba bila kutumia jina la Yesu. Nikuonyeshe kidogo. Sikilize kidogo. Unapompokea Yesu Kristo au Kristu moyoni mwako, unapewa mamlaka. Hebu sema mamlaka. Unapewa nguvu. Mtu yoyote anayempokea Yesu hata leo, unapewa nguvu ndani yako ya kumwambia shetani no. Na hiyo mamlaka inaingia ndani yako. Yaani ukisema tu, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio waliaminio jina lake. Ukimpokea Yesu unapata nguvu, uweza wa kuomba. Ukisema kwa jina la Yesu, lolote unaloomba linafanyika. Sasa pengine wewe unashangaa, sisi ukimpokea Yesu, Biblia inasema akawaita wanafunzi wake 12 akawapa mamlaka. Hebu sema mamlaka. Rudia tena. Sisi ni wanafunzi wake, tumepewa mamlaka juu ya pepo wachafu wawatoe na kupoza magonjwa na udhaifu wa kila aina. Kwa hiyo mtu yeyote anayemkubali Yesu ndani anapewa hii mamlaka ya kutoa majini. Mimi majini siwaombi. Jini simpi damu ya nyau au udi au bani maskati, haupati. Jini yote aliye hapa na kufyatua, unakwenda huku unalia. Hakuna cha udi, hakuna cha ubani maskati, wala hakuna kuomba kitambaa cheupe. Kwa nini? Nina mamlaka. Na wewe hapo ukiwa na Yesu una mamlaka. Hebu sema nina mamlaka. Rudia tena, nina mamlaka. Rudia tena, nina mamlaka. Sema na mamlaka juu ya wachawi, na mamlaka juu ya mashetani, na mamlaka juu ya majini, na mamlaka juu ya mapepo, na mamlaka juu ya vibwengo, na mamlaka juu ya mizimu. Wale mizimu wa familia yenu leo wanaogopa sana, wanajua leo utawafyatua, watahama kwenye familia yenu yote na familia yenu itapenya. Piga kelele, sema tunapenya. Watu wengine walipokuwa wanakuja hapa wanajua wanakuja kanisani. Hapa sio kanisani.
hapa ni jukwaa la ushauri. Jukwaa la kupata nini? Ushauri juu ya ndoa, ushauri juu ya biashara, ushauri juu ya kazi, ushauri juu ya magonjwa, ushauri juu ya kushindwa, ushauri juu ya taifa. Ni jukwaa ambalo tunaleta msaada utokao kwa Bwana kwa ajili ya watu wote walioonewa, wenye dhiki, wenye tabu. Utapata leo msaada utokao kwa Bwana ni kwa ajili ya mataifa yote, dini zote, rangi zote, makabila yote, elimu zote, watu wadogo wakubwa, matajiri kwa maskini. Nataka kukwambia leo utapata msaada utokao juu, na shida yako itaondoka leo kwa jina la Yesu. Kwa hiyo hapa sio kanisani, ni ushauri, tena ushauri na saha utokao juu. Mwambie mwenzako, sikiliza kwa makini leo. Sawa sawa. Mimi kazi hii nayoifanya isingekuwa inalipa, ningekuwa nilishaiacha. Hii kazi nayofanya ndio top job, ndio kazi kubwa kuliko kazi zote duniani. That's why I say I am not a religious reader. A religious reader is entitled to speak to the people of his religion. I am a spiritual reader. A spiritual reader is entitled and mandated to speak to all people who have spirits. Mimi ni kiongozi, sio kiongozi wa dini. Mimi ni kiongozi wa kiroho. Kiongozi wa dini analazimika kuongea na wenye dini yake. Kiongozi wa kiroho anaongea na wenye roho wote. Mimi naongea na watu wote, na nawapenda watu wote, na nawasaidia watu wote. Sibagui mtume wala nabii, mgogo wala mngoni, hapana. Sasa hebu sema hey. Kwa hiyo unapompokea Yesu unapata mamlaka. Hebu sema mamlaka. Rudia tena. Rudia tena. Mamlaka ya kusema jambo kwa jina la Yesu na itakuwa. Nikupe mfano. Na napenda nipe mfano. Punga mkono kama unanielewa. Sawa kabisa. Mkono hewani, sema teketea. Pokea sawa sawa na imani yako, na sema amen. Hebu kama umepokea, punga mikono, sema napokea. Napokea baraka, napokea uponyaji, napokea amani, napokea upenyo, napokea watoto, napokea mtaji. Piga kelele amen. Kaa kidogo. Rakapasekesh. Wale mlio chini ya ghorofa nataka niwasikie mseme amen. Sawa sawa. Walio chini ya ghorofa tunaelewana. Mchawi, mganga, fyeka. Mchawi kama ni kiongozi, fyeka. Kama ni baba mzazi, kaka, baba wa ubatizo, awe askofu Gwajima, awe waziri mkuu, awe raisi, awe mzee wa kanisa, mchawi yeyote, mwambie mwenzako changamka, changamka. Leo ni saa ya maajabu hapa. Yaani familia yako inafunguliwa leo. Mizengwe ya kichawi iliyokaa ndani ya familia, tunafunga ukurasa leo kwa jina la Yesu. Mikingamo ya kichawi iliyodumu ndani ya familia yenu, leo tunafunga ukurasa. Funga ukurasa. Kaa kidogo. Shika mkono kifuani, sema mimi nina mamlaka. Ile neno mamlaka kwa Kiingereza inaitwa authority. Sasa ndiyo maana unaona askari, na ndiyo maana wewe ukiwa unaomba ukasema shetani katika lile jina alilosema baba Gwajima si utoke. Ukifanya hivyo ni sawa na askari amefanya tutakwenda kwa mwendo wetu ule wa pole pole jamani. Sasa tuanzeni. Wanajeshi wanamwangalia wanasema umelewa, kwa sababu sio simbo, sio ishara ya mamlaka. Na ndio maana pokea unasema katika jina la Yesu
Usemi katika jina la Yesu, shetani, wachawi, mkome kunifuatafuata mwenzenu, niacheni na mimi mwenzenu nisome shule. Hatuendi namna hiyo. Tunamwambia katika jina la Yesu, mimi nina mamlaka nimepewa na Yesu. Nakwambia ondoka, 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 ondoka. Hebu sema ondoka, 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 ondoka. Ndiyo maana sisi ufufuo na uzima, sisi sio waumini. Mwambie mwenzao sisi sio waumini. Mwambie sisi sio Wakristo wa kawaida. Sisi ni wanajeshi wa jeshi la Mungu tukiwa hapa duniani. Hakuna goigoi hata mmoja hapa. Hakuna legelege kama mmoja hapa. Ukikiamsha tunaamsha. Hapa ni masoja, ni wanajeshi wa ufalme wa Bwana walio tayari kwa ajili ya kazi ya kumtwanga shetani, ponda shetani na majeshi yake.